Kuna swali moja ambalo nilijiuliza mwaka mmoja uliopita, na hilo swali ndilo lilobadilisha maisha yangu kabisa. Nina uhakika wewe unayenisikiliza litabadilisha maisha yako pia. Mwaka mmoja uliopita nilikuwa nataka nianze kutengeneza content, lakini watu ambao walikuwa karibu na mimi walikuwa wananiaminisha kwamba siwezi, na mimi nikazima ndoto zangu, nikawa nawasikiliza wao. Mpaka siku ambayo nilokaa chini na nikajiuliza kwa nini ninaishi maisha yangu kupitia maneno ya watu wengine? Kwa nini ninaishi maisha ya kuwafurahisha watu wengine? Hapo ndipo nikagundua kwamba nimekuwa nikifanya maamuzi kulingana na maoni ya watu wengine, kulingana na watu ambao walikuwa karibu yangu. Nimezima ndoto zangu kwa sababu tu wengine walikuwa wameniaminisha kwamba mimi siwezi. Na watu wengi leo hii wanazima ndoto zao kwa sababu tu wameambiwa kitu hiki sio sahihi, kitu hiki wanafanya watu wa aina hii, kitu hiki wanafanya watu wa aina hii. Watu wanajizima ndoto zao, wanashrinki. Baada ya kugundua hilo, kuna njia 4 ambazo nilizitumia kubadilisha maisha yangu. Ndio maana leo hii nipo hapa kushare na wewe, ili na wewe uanze kubadilisha maisha yako, uanze kuchukua maisha yako serious. Namba 1, unatakiwa ujue nini unataka kwenye maisha yako. Kwa sababu kama haujui nini unataka, kila opportunity itakayokuja kwako utakuwa unaifuata. Leo utataka kuwa YouTuber, kesho utataka kuwa mfanyabiashara, kesho kutwa utataka kuwa lawyer, lakini ukiwa unajua nini unataka, utafocus kwenye kitu kimoja mpaka pale utakapokuwa unaona matokeo. Watu wengi wana uwezo mkubwa lakini hawana direction. Kama hauna direction, kila opportunity utakao unaona hii ni sahihi kwangu. Kwa hiyo, hapo ulipo jiulize swali hili kwa uaminifu. Ninataka kuwa nani kwenye maisha yangu? Ninataka niwe mtu gani baada ya miaka 5? Halafu chukua hatua moja kuelekea hilo jibu lako. Namba 2, weka mipaka. Set boundary. Ukiwa na boundary kwenye maisha yako, itakusaidia kulinda amani yako, furaha yako na kuwaleta watu sahihi kwenye maisha yako. Kwa sababu watu wanaokuzunguka wana uwezo wa kukujenga au kukubomoa. Nakumbuka kuna kipindi nilikuwa na marafiki zangu wawili. Wao walikuwa wanapenda sana kugossip. Wakimwona mtu mtandaoni wanamcheka. Wapo razi wakupigie simu wakwambie ingia Instagram, kuna mtu amevaa hivi na hivi, angalia viatu vyake hata hajapendeza. Lakini mimi nikawa naona hawa vipi, mbona wanafanya hivi? Lakini baada ya kuwa nao karibu sana na mimi nikajiunga nao, tukawa tunacheka watu, tunawasema watu, hata kama najua wanachofanya sio sahihi. Uoga wa kuonekana tofauti ulinipeleka na mimi nikawa kama wao. Kwa hiyo chagua marafiki ambao ukioingia na wazo lako dogo wanakuuliza tunafanyaje likue, tunafanyaje hapa. Hao ndo marafiki ambao unatakiwa uwe nao kwenye maisha yako. Sio marafiki ambao ukiwapa wazo lako wanaanza kukucheka, wanaanza kusema hilo haliwezi kutokea, kitu hiki huwezi kuwa kama wewe, huwezi kutimiza lengo lako hili. Kwa hiyo chagua watu ambao ukiwa nao unajifunza kitu, ukiwaona na wewe unatamani uboreshe sehemu fulani. Hiyo ndo cycle yako inabidi iwe. Usiwe na cycle ambayo hawajui hatima yao, wao wanaishi tu kusurvive. Kwa sababu ukiwa karibu na wapumbavu 5 na wewe unakuwa wa 6. Choose your cycle wisely. Chagua marafiki sahihi, sio ilimradi marafiki tu. Namba 3, weka ratiba ya kujifunza kitu kipya. Kama unarudia kitu kile kile kila siku, utapata matokeo yale yale. Weka ratiba yako, usiku labda saa 2 natakiwa nisome kitabu au nisikilize podcast. Halafu kila unachojifunza, hata kama kiwe kidogo kiasi gani, kuwa na kadaftari kako, andika ule ushindi, andika ule ushahidi. Kwa sababu kila unapoandika kitu ambacho umejifunza, unaweka ushahidi kwenye akili yako kwamba
kwamba ninaweza kukua, ninaweza kujiboresha, ninaweza kujifunza na nikawa bora kuliko nilivyokuwa hapo, na akili yako inaanza kuwa na imani na wewe. Na hapo ndipo confidence inaanza kujengeka ndani yako, na confidence ambayo inayotoka ndani hakuna mtu ambaye anayeweza kuiondoa. Namba 4, chukua hatua hata kama ukiwa unaogopa. Watu wengi leo hii wameshindwa kutimiza ndoto zao, sio kwa sababu hawana uwezo, bali ni kwa sababu wanasubiri siku ambayo watakayojisikia ready 100%. Na ukweli ni kwamba hiyo siku inaweza isifike. Unatakiwa uchukue hatua hata kama haujisikii, hata kama una hofu kiasi gani, kwa sababu watu ambao unaoadmire leo hii, watu ambao walofanikiwa, walianza huku wakiwa na hofu, walianza hata kama hawajui matokeo yatakuwaje, lakini waliweza kushinda hofu kichwani mwao, wakaweza kutimiza ndoto zao. Walifanya kile ambacho kinachohitajika kufanywa hata siku ambazo hawajisikii. Kumbuka, confidence haiji kabla ya action. Kila hatua unayochukua, confidence yako inazidi kuongezeka. Kwa hiyo usisubiri mpaka siku utakayojisikia ready. Anza hata kama hujui kila kitu. Anza hata kama unaogopa. Anza hata kama hakuna anayekuamini. Jiamini wewe mwenyewe kwanza na dunia itafuata. Unatakiwa ujue kitu kimoja, kwamba maisha yako ni jukumu lako. Hakuna mtu ambaye atakayetoka huko na kuja kushika mkono na kukwambia sasa ni wakati wako. Unatakiwa ujiulize, kitu gani nataka kwenye maisha yangu, nataka niwe mtu gani, na uanze kuchukua hatua kuelekea hicho kitu unachokitaka. Anza na kile ulichonacho, tumia kile unachokijua na uendelee kujifunza. Kama umejifunza kitu kwenye hii video leo, niandikie kwenye comments. Naanza kuchukua maisha yangu serious. Pia usisahau kulike hii video, kushare na rafiki yako, kusubscribe hii channel ili uweze kujifunza kila siku. I love you guys. Thank you for watching.